Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie milele, tunarudi tena mbele zako kwa sababu wewe ni Mungu, sisi ni watu wako. Kila asubuhi tumekuwa tukija kusikia neno lako, na asubuhi nyingine ya leo tunakuja kusikia neno lako. Tunaomba utupatie neno hili katika mioyo yetu lieleweke, ili tuweze kuishi katika ahadi za neno hili na tukaukaribie na kuchuchimilia wokovu. Bariki msikilizaji anayesikiliza asubuhi ya leo, mpe neema na amani katika moyo wake, kwa jina la Kristo Yesu. Amen. Tutakuwa na somo lililopewa kichwa kinachosema fursa mlangoni. Fursa mlangoni. Na fungu kuu au fungu elekezi ni Mathayo sura ya 1 aya ya 1. Mathayo sura ya 1 aya ya 1, na ninaomba niisome. Neno la Mungu linasema, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abraham. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abraham. Kitabu kinaitwa Mathayo, na Mathayo anaanza kuandika kitabu hiki akianza kwa kutaja kwamba ni kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abraham. Mwandishi ni Mathayo. Nami asubuhi ya leo ninaomba tumwangalie Mathayo ni nani. Mathayo ni nani? Kumbuka kitabu cha Mathayo ndio kitabu cha kwanza katika mpangilio wa vitabu vya Agano Jipya. Ndicho kitabu cha kwanza kinachosimulia Injili, kinachosimulia ujio wa Yesu Kristo. Kitabu cha kwanza. Sasa nakuomba kila neno nalo litamka hapa ulichukulie kwa umakini. Ulichukulie kwa umakini. Neno la kwanza la kuchukulia kwa umakini ni kitabu cha kwanza cha Injili ya Yesu Kristo. Nani anaandika kitabu cha kwanza? Ni Mathayo. Hivi uliwahi kuwaza kwamba Mathayo alikuwa nani? Na ni kwa nini aandike Injili? Na ni kwa nini kitabu chake kiwe cha kwanza? Kwa nini Marko asiwe wa kwanza? Kwa nini Luka asiwe wa kwanza? Kwa nini Yohana asiwe wa kwanza? Na wote wanaandika Injili, kisa kile kile cha maisha, kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa nini Mathayo? Nipe sikio lako. Mathayo ni nani? Mathayo ni nani? Mathayo ni Myahudi au ni Mwisraeli. Ngoja nitumie neno Mwisraeli. Myahudi sio neno sahihi. Mathayo ni Mwisraeli au Mwebrania aliyezaliwa katika pale mjini Kapernaumu katika mkoa wa Galilaya. Sasa narudia kusema kwamba kila neno nalo litamka ulichukulie kwa umakini, kwa sababu lina maana kwenye somo hili. Mathayo alizaliwa Kapernaumu. Kapernaumu ni mji uliokuwa katika mkoa au jimbo la Galilaya. Mathayo ni Mlawi, kabila lake alikuwa Mlawi. Mathayo alikufa mwaka wa 68 kule katika nchi ya Ethiopia. Mathayo alifia Afrika katika nchi ya Ethiopia, na aliuawa kwa kuchomwa moto
kwa sababu alimkemea mfalme wa Ethiopia kwa zinaa aliyokuwa akiifanya. Na Mathayo huyu aliitwa na Yesu Kristo. Tusome kidogo Mathayo 9 mstari wa 9. Mathayo 9 mstari wa 9. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo. Akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Mathayo alikutwa wapi na Yesu? Mathayo alikutwa forodhani. Alikuwa anafanya nini? Waketio forodhani ni watoza ushuru. Waketio forodhani ni watoza ushuru. Yesu alipita kwenye ofisi za watoza ushuru na akamkuta Mathayo akifanya kazi ya kutoza ushuru, na akamwambia, nifuate. Na Mathayo akanyanyuka akamfuata. Kumbuka somo linasema fursa mlangoni. Lakini pia ukisoma Mathayo 10 aya ya 3, Biblia inasema Filipo na Bartholomayo, Tomaso na Mathayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Thadayo. Unamsikia? Mathayo mtoza ushuru. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Sasa tusikitende vizuri pamoja. Mtoza ushuru tena. Mtoza ushuru. Mathayo alikuwa nani? Mathayo alikuwa mtoza ushuru. Mtoza ushuru. Kwa nini awe mtoza ushuru? Hivi unafahamu watoza ushuru wa kipindi kile? Watoza ushuru walikuwa ni watu gani? Watoza ushuru walikuwa ni Waisraeli walioajiriwa na Warumi waliokuwa wakitawala Palestina kipindi kile. Waliajiriwa ili waweze kutoza ushuru. Kazi ya kutoza ushuru ilikuwa ni kazi haramu katika mtazamo wa Waisraeli au Waebrania. Kwa nini? Kwa sababu Waebrania walikuwa ni taifa lililotengwa, na ikitokea mwenzao akafanya kazi kwa niaba ya wageni ili awatoze ushuru wenzake. Na mnajua ushuru maana yake ni nini? Ushuru maana yake ni kwamba unatafuta maendeleo ya adui zako kutoka kwa ndugu zako. Kwa hiyo Mathayo alikusanya ushuru kutoka kwa ndugu zake ili hizo fedha ziingie mikononi mwa Warumi na Warumi waendelee, lakini Waisraeli wawe watumwa wa Warumi. Kwa hiyo hawa Waisraeli, Waebrania waliofanya kazi ya kutoza ushuru wenzao walichukuliwa kama wasaliti. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya kazi upande wa wapagani. Waisraeli waliwaita Warumi washenzi, wapagani, watu wasiomjua Mungu, wadhambi, wageni, watu wanaoharibu ibada ya kweli ya Mungu kwa kuingiza ibada za kimapokeo. Kwa hiyo ikiwa utafanya kazi upande wa Warumi, wewe unaitwa pia ni mdhambi. Ndio maana Biblia inawaita watoza ushuru kila mahali wadhambi, wadhambi, wasaliti, wasiofaa. Na kuna mahali pengine walikuwa wanatafutwa kimya kimya, wanauawa. Walikuwa wanakamatwa kimya kimya, wanauawa. Ndio maana unamuona Mathayo hakutwi pamoja na Waisraeli wenzake.
Mathayo anakutwa Forodhani. Forodhani walikaa watu gani? Forodhani walikaa majeshi ya Kirumi, Warumi, watu wasio wa Israeli. Kwa hiyo kampani ya Mathayo ilikuwa ni watu wasiomjua Mungu. Na hawa watoza ushuru walifukuzwa kwenye nyumba za ibada. Walitengwa. Kama walikuwa ni washiriki, waliondolewa ushirika kwenye makanisa yao. Walitengwa, walipewa karipio. Matoleo yao hayakupokelewa kwenye nyumba za ibada. Kwa nini? Ni mapato ya udhalimu. Na ni kweli, kwa sababu watoza ushuru hawa walioajiriwa na serikali ya Rumi hawakupewa mshahara unaotosha. Kwa hiyo walitumia fursa ya kuchukua kodi zaidi ili waweze kujikimu mahitaji yao. Ninaongea na wewe mtoza ushuru unayenisikiliza sasa hivi, ambaye unadhani mshahara wako haukutoshi na unachukua jasho la watu wengine ili uweze kukimu mahitaji yako. Naongea na wewe asubuhi ya leo, mtoza ushuru ambaye maisha yako yamekutenga na wenzako. Maisha yako hayakupi nafasi ya kwenda kuabudu. Maisha yako yanakufanya kula zaka na kula sadaka, haupeleki hayo matoleo kanisani. Maisha yako yamekufanya usahau nyumba za ibada, unaenda mara moja na hata ukienda ukai kwa kutulia. Maisha yako yamekufanya kampani yako iwe ni kampani ya watu wasiomjua Mungu, iwe ni kampani ya watu wasiojadili neno. Maisha yako yamekuwa ni maisha ya watu ambao kwa kweli, toza ushuru, fungua macho usikie habari za Mathayo. Rafiki yako huyu hapa anakueleza kwamba maisha yake aliwindwa ili auawe. Maana watoza ushuru walikuwa wanawindwa ili wauawe, waliwindwa ili watolewe roho, na wengine waliuawa kabisa, kwa sababu walikuwa wanachukua fedha ya wavuja jasho ndugu zao. Wanabeba hiyo fedha, wanaenda kupelekea serikali nyingine kandamizi. Naongea na wewe mtoza ushuru ambaye unajua kiongozi fulani ni mkandamizaji, kiongozi fulani hatendi haki, lakini kesho kutwa utanyosha mkono kumpigia kura tena aweze kurudi madarakani. Naongea na wewe mtoza ushuru ambaye unajua umeongwa kwenye kipindi cha kampeni ili ukusanye vitambulisho vya wapiga kura, ili uende ukafanye mambo ya ovyo, ili kiongozi fulani fisadi asiyefaa aweze kurudi tena madarakani. Na wewe ili hali unajiita Mkristo, unajiita muabudu, lakini bado unafanya mambo ya ovyo ya kuendeleza ukandamizaji katikati ya jamii ya watu wa Mungu. Naongea na wewe, fumbua macho Mathayo, fumbua macho. Na unajua nini maana ya jina Mathayo? Mathayo maana yake ni, sikiliza, zawadi ya Mungu. Ngoja nikwambie, wewe ni zawadi ya Mungu. Umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wewe ni zawadi ya Mungu. Kuja duniani ni zawadi, sa gift. Wewe ni zawadi. Wewe ni fursa. Wewe ni fursa. Yaani kuishi duniani wewe ni fursa. Ni fursa. Sasa unaitumiaje fursa hiyo? Zawadi ya uhai unayopewa na Mungu kila siku, unaitumiaje? Hiyo ni maana ya Kiebrania. Lakini jina Mathayo katika maana ya Kigiriki maana yake ni ajuaye kutenda mema na anayekwenda kuyatenda. Nisikilize Mathayo, unajua jema, unajua jema. Je, unaenda kulitenda jema? Unaenda kulitenda jema? Maana ya Mathayo ni kwamba that which I know I will go do. Kile ninachokijua nitakifanya. That which I know I will go do.
Kile ninachokijua mimi Mathayo nitakwenda kukifanya. That is the meaning of my name. That is my character. Hiyo ndiyo tabia yangu. Hilo ndilo jina langu, kwamba kile ninachokifahamu nitakwenda kukifanya. Mathayo anaenda kupata ajira, kuajiriwa na Warumi washenzi. Mathayo na anajua hawa watu ni washenzi, hawa watu ni wakandamizaji, hawa watu wanaua ndugu zetu, hawa watu wanaabudu miungu. Fedha tunazonyang'anya ndugu zetu zinaenda kuendeleza serikali kandamizi ya Kirumi. Mathayo alikuwa anajua, but he did not do what he knows was right. Akufanya kile ambacho alijua ni sahihi. Asubuhi ya leo nikupe wito kwamba kile unachokijua ni sahihi. Je, unakifanya? Unakifanya Mathayo? Jina lako ni Mathayo. Jina langu ni Mathayo. Jina lako ni Mathayo. Unajua mambo mangapi yaliyo sahihi? Ninajua mambo mangapi yaliyo sahihi. Je, ninayafanya? Je, unayafanya? Je, unayafanya yale ambayo unajua ni sahihi? Jina lako kweli Mathayo, unaishi jina lako? Wewe ni zawadi kutoka kwa Mungu. Unaiishi hiyo zawadi au unaishi kinyume na jina lako? Zawadi kutoka kwa Mungu. Mathayo, zinduka asubuhi ya leo. Fumbua macho. Wewe sio sehemu sahihi ya kukampani na watu watoza ushuru. Wewe sio mtu wa kuishi na wenye dhambi. Wewe sio mtu wa kushindwa kwenda kanisani. Wewe sio mtu wa kufanya hayo unayoyafanya. Geuza moyo, geuza akili, geuza mawazo. Wewe unatakiwa kufanya mambo yaliyo sahihi kwa sababu wewe ni mtu sahihi. Nimalizie kwa kusema Mathayo alikuwa anaishi si kwa sababu Wayahudi walishindwa kumuua, bali kwa sababu fursa ilikuwa inakuja mlangoni. Nenda nami katika wiki hii uione fursa inayokuja mlangoni mwako na ukaipokee. Haujafa, haujakamatwa, bado unaendelea kupumua. Hiyo ni fursa. Itumie kutana na Yesu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishe milele, asante kwa kuwa unatupenda. Sisi akina Mathayo, zawadi kutoka mbinguni. Zawadi kutoka kwako Mungu. Unatupatia zawadi ya uhai kila itwapo leo. Sisi ambao tunajua cha kufanya na tunatakiwa kwenda kufanya. Mungu, fursa hii unayotupatia, tusaidie wiki hii, tukaione, tukaielewe, tukaitende. Kwa jina la Kristo Yesu. Amen.